Kwa majina anaitwa Vincent Ngonyani, ni afisa wa mauzo kutoka Letshego Faidika Bank branch ya Arusha. Niko hapa kuelezea kidogo juu ya huduma tunazotoa. Ndio. Hasa kwa mikopo ya watumishi wa serikali. Kwa kifupi, Letshego Faidika Bank tunatoa mikopo kwa watumishi wote wa serikali na taasisi ambazo hazijathibitishwa. Nikisema taasisi ambazo hazijathibitishwa na maanisha ni kwamba zile sekta za private ambazo sio za kiserikali. Pia wao tunawapa huduma za mikopo. Kivipi? Ni kwamba kabla ya mkopaji kuchukua mkopo, kwanza tunaanza kwa mwajiri. Tunaenda kwa mwajiri ili kuingia mkataba baina ya Letshego na taasisi husika. Na mikopo yetu kama alivyotangulia kusema kiongozi wangu hapa, mikopo yetu ni ya riba nafuu na ni rahisi upatikanaji wake. Kwa mfano, tunapozungumza mikopo kwa watumishi wa serikali ni kwamba kinachotakiwa kwa mtumishi wa serikali ili aweze kupata mkopo, anatakiwa kwanza awe mtumishi ambaye ameajiriwa kwa kipindi kisichopungua mwaka mmoja. Na maanisha toka upate ajira huo umedumu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Wewe tayari una vigezo vya kuwa mteja katika benki yetu. Na mikopo hiyo tunatoaje? Mikopo hiyo tunatoa kwa kima cha chini cha mkopaji. Tunaanza 200,000 hadi milioni 70. Na tuna kipindi cha marejesho cha chini kabisa, miezi 6 hadi miezi 96, kwa maana ya miaka 8. Kwa hivyo kama kiongozi alivyokusha kusema kwamba mikopo yetu ni rahisi, ni kwamba ukitaka kukopa mikopo kwetu, ukikamilisha vigezo vyote ndani ya masaa mangapi tutasaidia? Masaa 24. Mkopo wako, yes, mkopo wako unakuwa uko tayari kwenye akaunti yako. Sasa ili uweze kuwa mteja wetu, pia kuna vitu ambavyo vinatakiwa. Cha kwanza unatakiwa uwe na akaunti nasi. Kwa hatuwezi kukupa mkopo bila kuwa na akaunti kwetu. Na akaunti zetu zinafunguliwa kwa njia mbili. Njia ya kwanza tunafungua kwa njia ya manyo, kwamba unajaza form, na njia ya pili tunafungua kwa digital, maanisha online. Kwa popote ulipo tunafanya mawasiliano, tunaelekezana namna kufungua hiyo account. Unafungua hiyo account na baada ya hapo unaendelea kupata huduma ya mkopo. Yes. Kama ni mwajiriwa huna haja ya kuweka chochote ili kuweza kupata huo mkopo, na inategemea na mshahara wako. Mshahara, kwa hiyo kiwango cha mkopo unachoweza kupata, unachostahili kupata, inategemea na mshahara unaopokea. Na ameelezea inaanza kiwango cha chini ni 200,000, lakini kwa mujibu wa au ukiangalia kwa kulingana na mshahara wako unaweza kupata hadi milioni 150 kwa mwajiriwa. Na tunaenda kote, tunaenda kwenye sekta binafsi, lakini pia kwa watumishi wa umma tuna nani. Na kingine ni kwamba Letshego tuko Tanzania nzima. Mikoa yote Tanzania unatupata. Kwa hiyo mteja haijalishi yuko sehemu gani, anaweza akatafuta tawi letu pale eneo alipo na akaweza kuomba mkopo, anaweza akafungua akaunti, akaweza ku deposit pesa na akafurahia faida anazozipata kutoka kwenye bidhaa zetu na huduma zetu. Asante sana. Kikubwa zaidi ni kwamba ukiachana mbali na kwamba sisi ni benki ya kimataifa. Benki ya kimataifa mara nyingi, yani kikawaida benki ya kimataifa ni benki ambayo tunaweza tukasema ni imara, kwa sababu tayari tumesha fanya shughuli zetu kwenye nchi nyingi, na tunapozidi kupanuka inaonyesha nguvu yetu kama taasisi ya kifedha. Lakini ukiachana na hapo, Tanzania nzima tunapatikana. Kuna benki nyingine ambazo ziko maeneo machache, lakini sisi tunapatikana Tanzania nzima. Kikubwa zaidi ni gharama nafuu za bidhaa zetu. Bidhaa zetu tunazozitoa kwenye upande wa mikopo, kwa mfano hata huduma za kufanya miamala, ni miamala ambayo tunafanya kwa gharama nafuu. Kwa hiyo
kikubwa ambacho ananufaika Mtanzania kwa kutumia huduma zetu ni ubora wa zile huduma tunazozitoa. Ukienda kwa mfano, ukienda kufungua akaunti ya mtoto, riba unayopata ni riba ya juu zaidi ukilinganisha na wengine kwenye soko. Ukienda kufungua akaunti ya akiba kwako mwenyewe, kuna akaunti nyingi ambazo tunazo. Kuna moja ambayo inaitwa Dunduliza. Hiyo Dunduliza mtu anakuwa anaweka kidogo, ni saving account ya kawaida, ni akaunti ya akiba ya kawaida, sio ya kufix wala nini. Lakini mteja anapokuwa anaweka ile fedha zake, anakuwa anapata riba ya juu kulingana na account za akiba za kawaida zinazotolewa kwenye mabenki mengine. Kwa hiyo tuna huduma nyingi ambazo ziko za namna hiyo, na hiyo ndio inatuweka kwenye nafasi nzuri au bora zaidi kuliko baadhi ya washindani wetu. Akishaleta maombi yake, vitu ambavyo ataambatanisha ni mkataba wake, salary slip kuonyesha kiasi anachopokea, ukiachana na yale maombi yenyewe ambayo atajaza, lakini salary slip, mkataba, ili kuweza pia kuthibitisha kwamba yeye ni mwajiriwa wa taasisi ile na anapokea mshahara kwenye ile taasisi. Lakini pia inabidi asiwe kwenye probation. Mteja inabidi awe ni confirmed, ameshakuwa confirmed kwenye ile taasisi anayofanyia kazi, ndio aweze kupata hii mkopo. Of course muda ambao atachukua mkopo ni yeye mwenyewe mteja anachagua. Anaweza mteja akachagua kuchukua mkopo kwa kipindi kifupi, miezi 6, miezi 12, au akaamua kwenda hadi miezi 96. Yeye mwenyewe ataangalia nini kinachomfaa yeye mteja. Na kiwango of course kinalingana na kinaangalia mshahara wake. Kwa hiyo kama mtu anataka kuchukua mkopo kwa muda mrefu zaidi au mkopo mkubwa zaidi, inabidi mshahara wake uweze kumudu hayo marejesho kwa kipindi hicho cha mkopo. Ukienda kwenye upande wa pili, upande wa wafanyabiashara, inabidi mteja awe ana biashara ambayo imesajiliwa, ina usajili wa BRELA, TRA na kadhalika. Lakini pia iwe ni biashara ambayo tayari inaendesha shughuli zake. Kwa hiyo anakuja kuchukua mkopo kwa ajili ya labda kukuza biashara yake, anataka kuongeza mtaji aweze kufanya shughuli nyingi zaidi na kadhalika. Kwa hiyo atakapokuja atakuja na hizo documents zote, atakuja na documents zake za usajili, atakuja na documents zake za kuonyesha mzunguko wa fedha, yani bank statement na financial statements zake, ili kuweza kufanya ukaguzi wa ile biashara yake na kuweza kufanya maamuzi ya kiasi cha kumkopesha na kwa mujibu wa muda pia anaotaka kurejesha. Kwa hiyo hizo ndio baadhi ya taratibu ambazo mteja inabidi azifuate ili kuweza kupata mkopo. Okay. Yeah. Pia tunatoa huduma ya bima mbalimbali. Kuna maisha, kuna gari, kuna nyumba, zote ambazo zinatolewa, na tunatoa huduma hizi kwa kushirikiana na makampuni makubwa ya bima ambayo ni nguli kwa hapa Tanzania kama Jubilee na kadhalika. Kwa hiyo karibuni sana. Na pamoja na hivyo pia tunatoa huduma hizo za bima kwa mkopo pia. Kama mtu labda amepata changamoto na anahitaji kupata huduma ya bima lakini hana labda fedha kamili za kukamilisha hitaji hilo, anaweza akatoa kiasi kidogo tu, alafu sisi tutamalizia kiasi kinachobaki kwa njia ya mkopo. Alafu kila mwezi anakuwa anarejesha kiasi kidogo ili kumpunguzia ule mzigo wa kulipa kwa mkupuo. Karibuni sana. Hatumkopeshi tu mtu, kuna vigezo tunaangalia kama alivyokwisha kusema. Kwanza tunaangalia mshahara wake. Na hii itasaidia kumpa mzigo mkubwa ambao atashinda kuulipa mwisho wa siku. Ndio maana kabla hatujakupa milioni 10, 20, tunaangalia mshahara wako. Je, unaendana na hicho tutachokupa? Tatoboa? Yes, ili mwisho wa siku tusikupe mzigo mkubwa kiasi ambacho kitakuletea shida. Na kitu labda niongezee tena, kwa tulisahau, kwa Arusha ofisi zetu zinapatikana Mtaa Swahili. Yes, karibu na St. Thomas Hospital. Kwa wateja watakaotaka kutembelea branch, tunakaribisha waje pale kwa maswali zaidi. Na mikopo yetu ndio ni salama na ni nzuri. Kama jina lilivyofaidika, Letshego Faidika Bank. Unafaidika kweli. Karibuni sana mfaidike. Kwa mawasiliano ya kuweza kutupata kwa hapa Arusha, ndio
andika namba 07 55 97 49 36. Okay. Utatupata kwa urahisi. Karibuni sana. Kwa wale ambao hawapo Arusha, wako sehemu nyingine nchini, tuna call center yetu ambayo inahudumia wateja wetu nchi nzima, na call center yetu namba ni 022 222 5000. Nairudia tena 022 222 5000 au 0658 555 096. Hii ni namba ya call center yetu ambapo wahudumu wako pale kwa ajili ya kumhudumia mteja ambaye atatafuta kwa njia ya simu na kumpa maelekezo yote au taarifa zote anazozihitaji ili kuweza kufanikiwa kuomba mkopo, au hata kama anataka kufungua account pia tunaweza kumwelekeza kwa njia ya simu namna gani. Mteja sasa hivi anaweza kujifungulia account mwenyewe, hana haja ya kufika tawini. Akipiga simu kwa mtu wetu wa call center, anaweza kumwelekeza aingie kwenye either Google Play Store au aingie kwenye Apple Store kama anatumia iPhone, aweze kudownload ile app na kujifungulia account. Na mpaka akishafungua account pia namna ya kuweza kudeposit kwenye hiyo account tutamuelekeza kwa njia ya simu. Kwa hiyo tumerahisisha mteja hata kutufikia asipate shida.